katika kituo hiki ni sehemu muhimu kabisa ya utekelezaji wa dhamira ya serikali ya kuhakikisha huduma bora za afya zinapatikana kwa karibu na wananchi, hususan kwa jamii ambazo ziko katika maeneo yaliyo mbali na huduma za rufaa. Kituo hichi, ndugu wananchi, kitakuwa ni hatua muhimu katika kuongeza huduma za afya za kibingwa karibu na wananchi wa Konde na maeneo ya jirani, hususan kwa wagonjwa wa dharura na wajawazito wasioweza kufika hospitali ya wilaya wakati wa dharura. Maana ni rahisi kusafirisha wataalamu kuja kutoa huduma katika kituo hichi ambacho kitawekewa miundombinu muhimu na vifaa vya kutoa huduma na kuokoa maisha kuliko kusafirisha mgonjwa wakati wa dharura. Tunawahimiza wananchi kushiriki kikamilifu katika kulinda na kutunza miundombinu hii muhimu, kwani ni mali yenu. Hii miundombinu ni mali yenu wananchi wa Konde kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vijana. Kwa hiyo wananchi, tunaomba kwamba sote kwa pamoja, hili jambo ni letu, miundombinu ni yetu hii, tusimamie, tuwe walinzi, tusishirikiane na wale ambao watakuwa wanabomoa miundombinu hii. Nikiwa ni mwananchi wa jimbo la Konde, tunajivunia kuwepo kwa kituo hichi kwa sababu kituo kilichokuwapo kilikuwa ni kidogo ambacho kilikuwa hakikidhi haja hasa sisi wanawake. Ndiyo, kwa siku wajifungua wazazi zaidi ya 10 tulikuwa tunakaa chini. Mtu aanza kujifungua analala chini na mtoto mchanga. Lakini ujio wa kituo hichi ambalo ni daraja la pili, basi sisi kwetu ni faraja. Tunamshukuru Rais kwa kutujengea neema hii. Serikali iliweza kutoa maelekezo kujikita katika maeneo makubwa matano. La kwanza ni kuhakikisha kuna miundombinu rafiki kwa utoaji wa huduma bora na za kisasa katika vituo vyote vipya 142. Pili, tuwe na watumishi wenye sifa na uwezo. Tatu, pawe na upatikanaji wa uhakika wa dawa na vifaa tiba vya kisasa. 4, utoaji wa huduma ya afya kwa kutumia mifumo ya tehama katika vituo vyote 142. 5, ni kuhakikisha pana uendelevu wa upatikanaji wa fedha za kugharimia afya ya msingi. Mheshimiwa mgeni rasmi, itakumbukwa kwamba kwa muda mrefu sana wananchi wa Konde wamekuwa wakipata huduma za afya katika jengo la zamani ambalo lilikuwa halikidhi vigezo. Kituo hiki kipya ambacho umekiwekea jiwe la msingi muda mfupi uliopita kinajengwa kwa gharama ya jumla ya fedha za Kitanzania 6.2 bilioni ambazo zinatoka katika mfuko wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Tangu kwamba kituo kile kikikamilika kitakuwa na huduma zote na vifaa vyote. Hiyo ndio imani yangu na naamini hivyo. Hususan hicho ni kilio cha wananchi. Huduma ya mzazi kwa wanawake, ultrasound, hilo ndio kilio chao, ambayo huduma hiyo walikuwa waifuatia Micheweni muda mrefu au chaka tumbo. Imani yangu kituo kikikamilika na huduma hiyo itapatikana na mtaalamu watakuwepo masaa 24 kama lengo la kituo kilivyo. Najua kituo cha afya ambacho kilichokuwepo kilikuwa ni kituo cha kawaida, na niseme Dr. Mwinyi kwa kuona na kuwajali na kuwapenda wananchi wake kaona bado aongezee kituo kingine cha afya ambacho ni G+2. Sawa, na kituo hichi kitahudumia wananchi kutoka ngazi mbalimbali. Kutuwekea ambulance itatusaidia sana kina mama tutakapokuwa na uchungu kwa yetu sisi mpaka kwa wenzetu, majirani, ni kila kitu. Kwa hiyo tunashukuru.